Utaratibu huu mpya unawafanya wabunifu hao sasa kuwa rasmi na kutambulika na Baraza la Sanaa Tanzania BASATA kama ilivyo kwa wasanii na wabunifu wa kazi zingine za sanaa. Ni utaratibu ambao umepokewa kwa mitazamo tofauti. Azam News imefika katika baadhi ya maeneo ambako wabunifu hao wanafanya shughuli zao na wapo walionyesha kufurahishwa nao. Jambo zuri. Lakini pia mimi naona lina faida sana kwa upande wa vinyozi, kwa sababu vinyozi na wadada wa skrabu, wadada wa kusuka ni watu ambao hawana mikataba ya ajira. Kwa hiyo natumaini kama jambo hilo BASATA wameliona, basi watakaa vizuri na matajiri zetu ili waweze kuliweka sawa mikataba, kwa sababu unaweza kukuta labda mtu anafanya kazi ana mkataba wote, ameumwa, ana bima, ana chochote. Ni mfumo mzuri na unaweza kutusaidia sisi kwenye shughuli zetu hasa za ujasiriamali. Itapanua wingi wa biashara na pia itatuongezea katika upatikanaji wa wateja. Na maana tukitambulika kwa itatuongezea wateja, thamani yetu itaongezeka. Hata ikiwezekana kwenye mipango ya mikopo tukafanikiwa na sisi tukasonga mbele. Hata hivyo, bado wapo wenye wasiwasi juu ya utaratibu huu wa kujisajili BASATA na wakatoa wito wa kupewa elimu zaidi. Na kusajili biashara zetu hizi ni jambo jema, lakini kuna hofu hasa kwetu sisi wafanyabiashara wajasiriamali wadogo, kwa sababu tuna hofu biashara zetu bado ni ndogo, hazijakuwa. Kwa hiyo inawezekana au huenda katika usajili huu kukawa na changamoto, yani watu wengi hasa hao wanaoanza wakafikiri kwamba wanasajili kwa lengo la kukusanya kodi au mapato. Kwa hiyo ikawa changamoto ya watu kukwepa na kuona kwamba hakuna sababu ya kujisajili. BASATA wamekaririwa wakieleza kuwa utaratibu huu unaashiria mageuzi katika sekta ya ubunifu nchini kwa kuzitambua rasmi sekta ambazo zimekuwa zikifanya kazi bila kutambuliwa rasmi kwa muda mrefu. Rebecca Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.